Hivyo namshukuru Mungu kwa hii nafasi ambaye ametupa asubuhi ya leo kupatikana kwa nyumba yake. Hatuchukui kuwa jambo la kawaida. Nashukuru kila mmoja wetu kwa kupatikana katika hii ibada. Najua Mungu ako na makusudi na maisha ya kila mmoja wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Pia ningependa kumshukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo amenipa kupitia wazazi wangu Apostle John and Mom Florence. Nasema Mungu wa amani awabariki sana kwa kunikubalia kusimama katika madhabahu haya na kutangaza neno la Bwana. Wacha Mungu wa amani aendelee kuinua katika viwango wamekusudia. Pia ningependa kushukuru Bwana kwa sababu ya Pastor Peter na jamii yake. Bwana wa amani awabariki sana, na kila kiongozi ambaye amefika katika ibada ya siku ya leo. Mungu wa amani awabariki sana. Amen. Aendelee kuwazidishia neema yake katika jina la Yesu. Amen. President Mungu awabariki, awainue zaidi na zaidi katika uwepo wake, maana yeye ni mwaminifu. Na kwa kila mmoja wetu ambaye tumefika, asanteni sana. Mungu wa amani awabariki sana. Amen. Pia msomaji wangu wa siku ya leo, Mungu akubariki sana. Amen. Asante kwa kupatikana. Amen. Asante kwa kusimama kwa hiyo pengo, na asante kwa kukubali kutokelezea. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Sio jambo la kawaida mtu kutokea na kusimama kwa jambo fulani. Inamgharimu mkono wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo asante sana. Asubuhi ya leo tukiwa katika ni ibada ya encouragement, na najua Mungu anazungumza mahali hapa kwa njia kubwa sana. Yes. Anamshukuru Mungu kwa kila mafundisho ambayo imekuwa mahali hapa. Yes. Na kila season kuna mambo tunaambiwa. Tumekuwa na season ya awakening, tumekuwa na wisdom, na sasa tuko katika serving God. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na siwezi nikaenda kando na ile mwelekeo tunapewa mahali hapa. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Siwezi kuja na mambo tofauti kwa sababu Biblia inasema kondoo inajua sauti ya mchungaji. Yes. Kwa hivyo nikikuja na mambo yangu hapa, mambo itakuwa hatari. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini labda tukusisitiza ya kwamba sisi wote tunapendana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Asubuhi ya leo kile naweza taka kusisitiza kuhusu upendo ni kwamba mara kwa mara tumeambiwa wakati tuna disagree imaanishi hatupendani. Yes. Na tumeelekezwa mahali hapa tunaweza disagree, lakini hiyo imaanishi inachukua nafasi ya upendo. Yes. We can disagree, na ndio maana tukaona katika ile mafundisho, when we disagree it is better for us, kulingana na Biblia, tuelewane kwanza. Tunaelewana kwa nini? Kwa sababu ya upendo. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So when I disagree with madam, inamaanisha simpendi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So that narrative mimi ilinifikia ya upendo, na nikaangalia itilafu yangu. Mimi nimekuwa na itilafu mara kwa mara nikikuja hapa. Ninasema nilipata upendo katika hii huduma. Yes. Na nilipendwa sana, na nakumbuka kweli nilikuwa na kila mtu alikuwa ananipenda. Lakini nikaangalia upendo, nikajiuliza what is my responsibility to showcase this love. Nikaona sijakuwa nikisimama kwa nafasi. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So personally I'm ready to rectify something, ya kwamba kuna upendo nilikutana nayo mahali hapa. Yes. Lakini it is my responsibility to showcase that love. Yes. It's not a responsibility of any other party. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So it is my responsibility, ile upendo nilipata hapa, yule mgeni atakuja apate upendo hiyo kupitia kwangu. Amen. So nikajichunguza, nikaona niko na hiyo itilafu, lakini naenda kurekebisha. Yes. Kwa sababu sitakuwa nikishowcase. Unajua tunaongea honesty. Bwana apewe sifa. Amen. So ile wakati nilikuwa natokea ibada, nakutana na mama, naambia umefanya vizuri kuja, walikuwa wananifuatilia. Nikikosa kuja wananifuatilia. Nikajiuliza mimi nimefuatilia, na nikaona niko na itilafu. Bwana Yesu apewe sifa. Personally I'm going to rectify. Yes. From hiyo wakati nimesikia about love, I'm going to be genuine. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. You too. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. It is not a responsibility of another party. Tusijiondoe ionekane ati mamzipi hana upendo, hapana. Yes. Responsibility ni kwamba mimi kama Mkristo nafaa nionyeshe upendo wa Kristo. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. So love is everyone's responsibility. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. So mimi nilichukua yangu, nimejirekebisha kivyangu, and I'm going to stand in the responsibility of showcasing the love of Christ. Tupige Bwana Yesu makofi asubuhi ya leo. Hallelujah. Amen. Sasa wewe naye chukua yako,
rectify, anajua Mungu atakuwa mwaminifu. But that is not the topic of today. My topic of today is about understanding on how to serve God. Amen. Understanding on how to serve God. Nikasema, we don't serve God according to our own imagination. We don't serve God according to our own imagination. Hatumtumikii Mungu kulingana na vile tunaelekezwa na mawazo yetu peke yetu. Yes. Kuna kile Mungu alifanya ili sisi tuwe na nafasi ya kumtumikia. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So asubuhi leo nikisema hatuwezi tu kumtumikia, huwezi tokea tu malipo hivi na useme nataka kumtumikia Mungu hivi, hapana. Kuna system na mipangilio ambayo Mungu ameweka concerning your life. And inafaa sisi sote tuelewe ni nini Mungu anataka. And that's why asubuhi leo tumeelezwa about obedience. Number 2, nikasema serving God is working out what was paid for. Underline the word paid for. Serving God is working out what was paid for according to the will of God. Serving God is working out what was paid for. Tufungulie the book of Ephesians chapter number 4. Hii ni mafundisho na mwelekeo tumekuwa tukipewa katika msimu huu. Ephesians chapter number 4. Anzia verse 1-2. Efeso 4 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, basi mimi niliye mfungwa wa Bwana na wasii mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, mkiwa wavumilivu, mkichukuliana kwa upendo. Jitahidini kudumisha umoja wa roho katika kifungo cha amani. Kuna mwili mmoja na roho mmoja, kama vile mlivyoitwa katika tumaini moja. 5, tena kuna Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Hallelujah. Amen. According to this hii maandiko about tumekuwa tukifundishwa mahali hapa, kuna kitu ilikuja kuwa rectified katika mwili wa Kristo according to this revelation our dad alitupea. Yes. Ya kwamba tumekuwa tukijiona tuko na mwito tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na mara kwa mara personally nimesikia watu wakisema mimi mwito wangu sio hii. This is not my calling. Calling yangu ni hii. So kile inatupasa kujua, calling is one, Lord is one, baptism is one. But when we come to the gifts, ndio hapo sasa according to the grace, ukisoma pale chini kuna gift tofauti. Yes. So haifai niseme mwito wangu ni kuomba. Kulingana na mafundisho tumepata mahali hapa, prayers, it is a responsibility of every man. Yes. Every man ought to pray. Oh, yes. Kila mtu anapaswa kuomba. So mimi wakati nilikuwa mdogo nilikuwa naona kuna kikundi wanajiita wameitwa kuomba. Na imekuwa kumbe ni hitilafu kubwa sana. So wakati kuna watu wamejitenga ni waombezi, watu wengine hawaombi, wanaleta maslahi yao kwa waombezi waombe. Hiyo ndio hitilafu imekuwa huko nyuma. But according to the apostolic ambaye Mungu anainua, hapana, tunakuja tunaambiwa prayer ni responsibility ya every believer. Oh, yes. So nikiokoka hata saa hii maombi naanza nayo pale na pale. Yes. So nikifikiria kama vile mimi niliokoka, kama ingekuwa ni responsibility ya watu waliitwa na mwito wa uombezi, ningekuwa nawapelekea maslahi yangu, niombe, nisimame, niache hii. Lakini because I got the right doctrine, nikaambiwa my friend, ili utoke katika misingi ambayo ulikuwa umeokoka, ndio, lakini you need to pray.
So prayer and the word of God ilinisaidia mimi kukuwa stable in salvation because nilijiombea. Ningekuja saa 9 nijiombee, ningekuja usiku nijiombee kulingana na vile nilielekezwa. Lakini ningeelekea wanadamu waniombee, hakuna mahali ningeenda. Because it is my responsibility to pray for myself. Oh yes. And that's why kumekuwa na itilafu wakati unapeleka watoto wako waombewe na mtu fulani. Ndio dada akawa kitufundisha, it is your responsibility wakati Mungu anakupea mtoto, amekupea uwezo ya pia kumweka mbele za Mungu. Yes. Na akatupea historia, kuna wakati kulikuwa na itilafu, mtu fulani alienda kuombea watoto na wakachanganikiwa zaidi. Yes. Because hiyo uwezo haikuwa kwao, ilikuwa wewe Mungu amekudhaminia. So prayer is every believer's responsibility. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. So hakuna calling ya hiyo prayers. What we have, it is different gifts. Amen. Ndio maana tumekuwa tukifundishwa mahali hapa kuhusu gift. Wacha tuendelee tuone. 6. Aha. Mungu mmoja ambaye ni baba wa wote. Aha. Aliye juu ya yote, katika yote na ndani ya yote. Lakini kila mmoja wetu amepewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa cha Kristo. Aha. Kwa hiyo husema, alipopaa juu zaidi, aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Amen. Asemapo alipaa juu, maana yake nini isipokuwa ni kusema pia kwamba Kristo alishuka pande za chini sana za dunia? Yeye aliyeshuka ndiye alipaa juu zaidi. Kwanza kidogo. Nilisema to underline the word paid for because hapa verse 8 inasema, therefore he says when he ascended on high, wakati alipaa. Ukiteremka pale chini nasema Yesu alishuka, na wakati alikuwa anapaa ndio hivi vipawa zilikuwa zinafanyika kazi. Oh yes. Tukasoma siku moja in the book of Luke, sikumbuki ni wapi, tukaona when the spirit of Jesus was ascending, Yes. the power of God ilishuka katika graves and the saints wakaamuka and they went to testify. Hallelujah. Sasa nimeona in this moment, katika hii moment ndio hizi vipawa vilishuka. Yes. In this transaction that the spirit of God ascended. Yes. And that's why the 12 disciples waliitwa disciples wakiwa na Yesu. Yes. But wakati Yesu aliondoka, they were apostles. Amen. What am I trying to say this morning? Ya kwamba this gift, it costed Jesus maisha yake. Yes. Hivi vipawa vishuke. Yes. So when you are talking about the gift, we are talking about the life of Christ. Oh yes. We are talking about Christ being crucified. Oh yes. Tunasema Yesu wakati aliteswa akasulubishwa, na wakati alikuwa anaondoka ndio vipawa vikaanza kufanyika kazi. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So this gift ambayo tunaongelea, what ambayo inafai kwa mawazo yetu ni kwamba ililipiwa gharama. So iwe ni gift of prophecy, kuna gharama ililipiwa. Iwe ni evangelism, kuna gharama ililipiwa. Iwe ni teaching, kuna gharama ililipiwa. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So nikasema the gifts of God came with a price. Yes. Hatukuzipata tu hivi hivi, zilikuja na gharama ya maisha ya Yesu Kristo. Number 2, it is when Christ was ascending, then the gifts were manifested. Amen. Wakati Yesu alikuwa anapaa, hapo ndo alifanya wengine kuwa manabii, wengine kuwa mitume, wengine kuwa walimu, wengine kuwa pastors na wengine kuwa wainjilisti. Amen. Tuendelee verses 9. 9. Asemapo alipaa juu, maana yake nini isipokuwa ni kusema pia kwamba Kristo alishuka pande za chini sana za dunia? Yeye aliyeshuka ndiye alipaa juu zaidi kupita mbingu zote,
ili apate kuujaza ulimwengu wote. Ndiye aliweka wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji na walimu. Amen. Ndio akafanya wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa apostles, wengine kuwa evangelists, wengine kuwa pastors. Amen. Swali kuu kujiuliza mahali hapa asubuhi ya leo ni what is your gift? Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. What is your gift? Mimi katika safari nilikuwa nadhani gift yangu kubwa sana ni evangelist. Until I met Pastor. Unajua kuna kitu sijui. Bwana apewe sifa. Bwana niseme hivyo. Tulikuwa tunaondoka, unajua wamesema the grace was released according to the ability that God has given you. Na tukafundishwa tukaambiwa kuna neema mimi niko nayo. Kuna neema Pastor Peter ako nayo. Na ni vizuri ama ni vyema nimkubalie afanye kazi kwa hiyo ne? Yes. Siwezi jilinganisha na yeye. Yes. And that's why nikakubali mara kwa mara nikiwa katika crusades, ukini observe wakati wa kumaliza naita Pastor Peter. Because tumekuwa tukiondoka tukienda evangelism. Na nikajipata mimi naelezea sana. Naelezea mtu wokovu ni mpeleke Romans, nimuonyeshe nichukue time ni nini. Na hata mwisho huyu mtu ashindwe kukue na kuvutana because anataka mafundisho ya ndani. So kabla tukubaliane na yeye nafaa teaching mrefu sana. Lakini mimi nashangaa tukiona Pastor Peter atasalimia watu, Mungu awabariki, tumetumwa na Kristo na tumekuja na upendo. Na hiyo upendo tumekuja nao ni Yesu alikufa akafufuka msalabani. Kuna mtu anataka kuokoka, wanaondoa mikono wote. Sasa nilikuwa najiuliza, mimi ndio siombi vizuri ama Pastor Peter anaomba namna gani? So nikakuja nikamobserve nikaona ako na urahisi sana. Wale wameenda na Pastor Peter evangelism, and that's why he's the head of evangelism, because there is a grace of evangelism ambayo iko juu ya maisha yake. Yes. So nilipomobserve nikaona yeye hata tuingie kwa chana katikati ana mambo mingi. Mimi naeleza mambo mingi sana. Nipe watu mbaya story yangu ya Yesu niunganishe nifanye nini. So tunakuwa, lakini Pastor Peter atakuja tu aseme na ni kama ni mchezo. Unajua sasa nilishindwa kuelewa. Bwana Yesu habari zenu mzuri, tumetumwa na Kristo. Sasa nilikuwa naangalia hata tumetumwa na Kristo. Na Kristo ametutuma tuambie anawape. Watu wanashangaa anatupenda na ako tayari msarende maisha yenu kwake. Wangapi wako tayari kumpokea Yesu? Unaona mikono. So mara ya kwanza nilikuwa nadhani mimi siombi vizuri. But nimekuja kuelewa kila mtu ako na neema yake. Amen. That's why nikakubaliana wakati ninahubiri nitaelezea vizuri, lakini ikifika kuitana kaambia tu pastor kubali ni kwa sababu yeye kuna neema ako nayo. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So ukisoma hii ama mafundisho tumekuwa hapa, hizi vipawa tulipewa ili tuweze kucoordinate kwa sababu ya kuedify the body of Christ. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So wakati mimi nahubiri, Pastor Peter anatokea anaita watu wanaokoka, tunaunganisha graces. Yes. To win souls. Oh yes. But this gift haikuletwa ili situlete differences. Atituonyeshe nani mkali. Hakuna hiyo mambo. Yes. And that's why in the case nikawaambia ile unabii Yesu alikuwa anatoa kwa ule mwanamke Msamaria, the intentions of Christ ilikuwa ku win soul yake. Yes. But tumekuwa katika era wakati wanadamu walileta prophecy ili wa manipulate watu for their own benefit. Yes. So the gift is there. Mtu anajua kuna gift lakini anaitumia vibaya. But the purpose of Christ ya kuachilia hizi gift katika anga ni kwa sababu mimi na wewe tuunganishe this gift tuweze kuleta souls katika nyumba ya Bwana. Amen. And this is something about Yesu ana rectify sahi. Yes. Wakati mimi ndasimama, if I have the grace of teaching, yes, na mwingine ako na prophecy, tunaungana. Yes. Prophecy tumeambiwa it is the word and the mind of God. Oh yes. Ile mambo nilikuwa naambiwa mafridge sijui ni testimony of Christ. Yes. Ni kutupa mwelekeo ya vile Mungu anataka. Yes. Mambo ya manyanya mafridge tuliyekatazwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa tukiulizwa na my dad, hata ukiambiwa nikikwambia Saul alizaliwa 1968, that is the fact.
Yes. But wakati tunakuja hapa tunaambiwa wakati imefika tuinue mkono tuombe kwa sababu ya shule. Mimi nimekuwa kwa hii madhabahu, tumekuja Morning Glory tuambiwa tuinue mkono. Nabii anasema tuinue mkono tuombe shule. Kuna hatari katika shule. Na tunaomba. Tunasikia kuna shule ilikuwa iungue haikuungua. That is the word of prophecy. Yes. Inatusaidia kufanya kile Mungu anataka. Amen. Lakini kumekuwa na era kwa sababu manabii walikuja na Biblia imetuambia watakuja zaidi. Na watakuwa na miujiza. Lakini their intentions, they are not the intentions of God. So the reason of my gift and other gift and the other gift, it is to edify the body of Christ. Amen. Namshukuru Mungu kwa sababu ya neno ambapo ilikuja inakusaidia kuelewa uko wapi. Kwa sababu like 3 weeks ago nikiwa mahali nanyolewa, kukakuwa na watu wana argue. Kwa nini tuende kanisa? Kanisa sijui kuna nini? Nini hiyo matatizo yenye watu wako nayo kwa dunia. Wameona kanisa sijui nini. So mwingine akasema, nataka mtu aniambie reasons ya kwenda kanisani gani. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu the Spirit of God alinipea this scripture. Yes. Kwamba mahali tunaenda kanisa kwa sababu ya Kristo. Oh, yes. Because of edifying the body of Christ. Oh, yes. Nikamwambia wakati neno Yesu alikuwa anaondoka, wengine aliwacha kuwa manabii, wengine aliwacha kuwa nini. So wakati tunaungana kanisani, yes, ni kwa sababu ya Kristo ajulikane. Amen. So nilimwelezea hiyo scripture yote. Na mwingine akasema sasa leo umepatana mwenye amekujibu ile unataka. Bwana Yesu apewe sifa. So wakati nimekuja nikapatana pia na hii, nikasema kweli the best reason of going to church, it is me to partner with Pastor Peter for the sake of Christ. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hatukukuja hapa kwa sababu ya mavazi. Yes. Hatukukuja hapa kuonyesha kwa sababu ya sida. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Tulikuja hapa kwa sababu Kristo ajulikane. Amen. Nikasema the assurance of serving God comes from knowing the gift and the grace upon our lives. Amen. The assurance of serving God comes from knowing the gift and grace upon our lives. Amen. Ili wewe uweze kumtumikia Mungu vizuri, yes, jukumu uko nayo, tumeambiwa ni kujua. Yes. To know, yes, ni wapi Mungu ameniita. Na dawa ya kujua ni kuuliza. Yes. Na the best person kuuliza ni Roho Mtakatifu. Amen. Who told you wenye nikuja hapa mimi nilikuwa najua naweza nikashika microphone kasimama mbele ya watu? Nani alijua siku moja inaweza hata kuhubiri kusoma neno? I did not know. Yes. But wakati nimekuwa na safari na Kristo, nimeona akiniagiza fanya hivi na nafuata. Bwana apewe sifa. So it is knowing. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ili umtumikie Mungu, maybe before nisahau, kwa njia mzuri, lazima upe Yesu maisha yako. Yes. Wali rectify wakasema hii mambo ya kuchanganya watu huku nje, na tunapea Yesu maisha yako afanyie nini? Bwana apewe sifa. Amen. Ni sisi tunamwendea Yesu. Yes. Ili atusaidie. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So we must know ni wapi Mungu amekuita kutumika. Yes. Number 4 nikimalizia nikisema we shall give our account to God according to the grace that God gave each and every one of us. Yes. We shall give our account to God according to the grace that God gave each and every one of us. We shall give our account to God according to the grace that God gave each and every one of us. Tutapeana hesabu zetu kwa Mungu kulingana na ile neema Mungu ameachilia juu ya maisha yetu. Yes. Some in the book of Romans chapter number 14 verses 12. Warumi 14 mstari wa 12. Maandiko yanasema, hivyo basi kila mmoja wetu atatoa habari zake mwenyewe kwa Mungu. Amen. Amen. So kila mmoja atatoa hesabu ama habari mbele za Mungu. Yes. Na ile hesabu tutatoa ni kulingana na ile neema Yesu aliacha juu ya maisha kila mmoja wetu. Yes. Wewe nilikupa neema ya prophet.
Give me an account according to that grace. Yes. Nilikuachia neema ya mafundisho, ulifundishaje watu? Nilikuachia neema ya pastor, how did you pastor people? Nilikuachia neema ya evangelist, ni nani uliwahubiria? Nilikuachia neema ya apostles. Bwana apewe sifa. Amen. So tutapeana hesabu kwa sababu tumeona hii gift zilikuja na gharama ya maisha ya Yesu Kristo. Yes. So wakati mimi napeana hesabu zangu, napeana hesabu kulingana na ile ability na ile neema Mungu aliweka juu ya maisha yangu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna habari moja katika Biblia ambayo inaongelea about servanthood in the book of Matthew. Ni parable ambayo Yesu alikuwa anapeana in the book of Matthew chapter number 25. Hatutasoma yote, lakini hizi habari zinaongelea watu watatu ambao walikuwa watumishi na walikuwa na master mmoja. So wakati huyu master alikuwa anaondoka akienda safari, akaita mmoja akampea coins 5, akaita mwingine akampea coins 2 na mwingine akampea 1. So na ikasemekana akaenda safari kwa muda mrefu na ikafika wakati akarudi. Bwana apewe sifa. Amen. Na aliporudi akawaita watendakazi wale, akawauliza ile coins niliowapea mlifanyia nini? Mwanzo akasema ulimpea coins 5, nimeifanyisha kazi ikakuwa 10. Yes. Pili akasema hizi 2 nimeifanyisha kazi ikakuwa 4. Lakini yule mmoja akaongea mambo yake akasema nilienda kazi, nilijua utakuja sijui kufanya mambo gani. Lakini nikakuja kuona moral at this lesson kwamba when we serve God with our gift there is intentions of God. Yes. Kuna kitu inafaa tujue kuhusu Mungu. What is the intention of God? Wakati huyu wa 5 coins alifanya multiplication, alijua the intention ya master wake ni akuja apate vitu zimemultiply. Yes. Wa pili pia alijua master wake akikuja inafaa pate hizi coins zimemultiply. Lakini watatu hawakuwa na hiyo ufahamu. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. And that's why when we are serving God according to those graces ambayo ametuachilia, we should understand the intention of God. Amen. So wakati tutakuwa tunapeana accountability, tutakuwa tuna mmoja hakuwa anajua. And that's why tumeambiwa ama tumekuwa tukifundishwa you can serve God on a wrong way. Yes. Yeye alidhani anatumika lakini on a wrong way, ule mmoja. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hata kwa mawazo yake alidhani master wake atafurahi. Maana alikuwa anamuelezea ni kama anamjua. Yes. Lakini akamwambia hapana, haifanyi. Hata ili ungeweka hii pesa katika benki nikuja nipate interest. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So what am I trying to say this morning? Najaribu kusema kila mmoja wetu, every one of us, so long as tumemkubali huyu Yesu Kristo, kuna neema ambayo Yesu ameachilia juu ya maisha yako. Amen. Na kitu ya kwanza tumefundishika asubuhi ya leo ni kwamba inatupaswa kujua ni wapi Mungu ameniita kutumika. Yes. Na ukijua unaifanyia kazi kama vile tulianza kusema. Bwana apewe sifa. Ni kufanyisha kazi hiyo neema. Unaweza kuwa na neema hiyo na usipofanyisha kazi, ukisoma pale chini, huyu mtu mmoja inasemekana atupwe mbali sana, kwa sababu hakuleta faida katika ufalme wa Mungu. Yes. Kumaanisha Yesu anapoachilia hizi gift kama hivi vipawa, makusudi yake ni sisi tuzifanyishe kazi kwa sababu ya kusudi ya watu kuokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nikasema let's serve God by understanding his intentions. Let's serve God by understanding his intention. Nikimalizia asubuhi ya leo, labda unasema hizi habari ni gani na hizi ni mambo gani? Lakini ndio mtumikie Mungu, lazima upee Yesu maisha yako akuokoe.
Ningependa tusimame kwa miguu yetu. The first step ya kumtumikia Mungu ni wakati unakubali Yesu kama Mwokozi wa maisha yako. Wakati unamkubali Yesu kama Mwokozi wa maisha yako, ndio unaanza safari mpya na yeye. Praise and worship, tukaribieni. Na swali langu kabla nimalize hii ibada ni kuuliza, kuna mtu yeyote angependa kumpokea Yesu kama Mwokozi wa maisha yake? Kuna mtu angependa kuanza maisha mapya na Yesu ili amtumikie Mungu katika njia ambayo inafaa? Haleluya. Je, kuna mtu yeyote angependa kumpokea Yesu? Maana Yesu ni uzima wa milele, na huwezi mtumikia Mungu kama hujampokea kama Mwokozi wa maisha yako. Kwa hivyo napeana hii nafasi kwa mtu yeyote yule ambaye angependa Yesu achukue maisha yake na aokoe maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Yesu, huyu Yesu, rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninampenda. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninampenda. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninampenda. Yesu, Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Hajawahi niacha. Yesu, huyu Yesu ninampenda. Yesu, Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, 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 huyu Yesu ninampenda. Yesu, 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 huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, 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 huyu Yesu ninampenda. Yesu, 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 huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, Yesu, huyu Yesu ninampenda. Sikumtafuta yeye aliyekuja kwangu, nikawacha dhambi makosa yangu. Yesu alinipenda wakwa, nikamwamini. Yesu anisamehe dhambi.